inatoa msaada wowote kufanikisha ni mradi wa kuwafikia ili nyinyi muwafikie walengo? Okay. Serikali wanashiriki kwa kiasi kikubwa sana. Labda nipende kueleza namna gani serikali inashiriki. Katika swala la huduma ya afya ya uzazi kwa vijana. Vijana wana sifa zao wanazozihitaji, kwamba huduma yao lazima ifanane na jinsia yao. Si ndio? Kwa hiyo unasema kwamba huduma lazima itoke huduma rafiki, iwe huduma rafiki katika swala zima la huduma. Kwa hiyo serikali lazima sera zake zinabadili sera kuweza kuona sera hii inakuwa sawa, huduma inatoka na vitu kama hivyo. Jambo lingine katika masuala zima ya huduma ya afya, naweza ngasema yana sehemu mbili. Mimi binafsi kama mimi nahitaji either kupata tiba kuhusiana na maambukizi ya ngono. Ile ndio tayari wangu. Lakini je, ninaweza nikapata hiyo huduma wapi? Sio kama umeona. Sasa nitajua kwamba hiyo huduma nitaipata kituo cha afya. Kwa hiyo serikali wameweza kuweka vituo vya afya vingine. Je, ninapoenda katika hivi vituo vya afya wananipokea vipi? Sio kama umeona. Je, wananipokea vizuri na silaumiwi, sionekani hivi, napata huduma. Je, nina uwezo wa kulipia hiyo huduma? Tupokee simu angalau 2-3 watazamaji na wenyewe tuwape nafasi kidogo. Hello? Habari za Channel. Njema bwana, unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi? Juma? Naitwa Side wa Mtumba, niko hapa Mtwara. Chikongola. Side. Side wa Chikongola Mtwara. Karibu. Asante sana. Kwa kweli hiyo mada nimepata vizuri, nimeipenda. Lakini kuna vitu ambavyo nataka nijieleze kidogo, lakini nitakuja na swali. Vijana wengi kwanza katika mazungumzo yake amegusa mzazi, amesema yeye ndio anatakiwa kujenga familia ili kujenga huyu mtoto. Lakini sasa kuna matatizo, kuna baadhi ya watoto hao wanaharibika nyumbani. Mfano mtoto anaweza kutoka Dar es Salaam akaanza kuja kusoma chuo Mtwara. Sasa anaweza huku ndio maana anaweza huku anaishi tofauti na alikuwa anaishi kwa wazazi wake. Sasa nataka nifahamu kwamba wao wataalamu wanajitangaza kupitia kwenye hizi zinazoezi kwenye taasisi za elimu ili kushirikiana na wale walimu na pamoja na wazazi kule walikotoka, kwa sababu wakishirikiana na hizi taasisi, kwa sababu mara kwa mara hata sisi tunashuhudia kwamba wanafunzi wengi wanaelimika, ambapo kwa mfano utakuta mtu anatoka Dar es Salaam akija huko anaishi tofauti kabisa na anaishi huko anaishi nyinginezo. Kwa hiyo naomba kama wale wanashirikiana na hizi taasisi za elimu pamoja na kule nyumbani kwao walikotoka, waweze wazazi wao wanashirikiana nao kwenye hiyo taasisi zao. Nadhani tutapata vijana wenye maadili mazuri, lakini tukiacha tukisema tunaita tu tunawapa elimu na tunaacha wanafunzi wazazi tunaacha, kwa sababu tutakuwa hatupati kitu kamili. Kwa hiyo naomba tu washirikishwe na hizi taasisi za elimu pamoja na wazazi, waite wazazi wapewe elimu pale jinsi ya kuishi na watoto wao, na then tutapata msingi mzuri wa maadili katika nchi yetu. Sawa. Mratibu umelitotalijibu hilo. Kwa tuchukue angalau na simu nyingine hapo. Hello? Habari ya Channel. Nzuri bwana, unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi? Niko na Usingowi, ukipenda niite mtoto wa Seremala, nipo makao makuu ya nchi, Dodoma. Kanda ya Kati, Posho City, Dodoma. Haya bwana Ngoi, karibu kwenye Nashukuru sana kwa mada ambayo mnaiendesha Channel, na nashukuru sana kwa namna ambavyo mnawaelimisha Watanzania hao wanyonge na kufahamu wanatoka wapi, wanaenda wapi na waweje. Mimi niseme kwamba kwa mada ambayo imeendeshwa leo ni mada ambayo ni nzuri, lakini changamoto kubwa sana ya vijana katika maisha ya sasa, kikubwa ni ile hali ya vijana wengi wa Kitanzania kuudharau Tanzania kwa kuutukuza uzungu. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa, imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa vijana wengi wa Kitanzania. Lakini ukiacha hilo,
katika wizi, kuingia katika nini, ili kutimiza matarajio yao. Lakini ukiacha hilo ni kwamba niende kinyume kabisa na kiswala analoliongea brother hapo kwamba hata matokeo ya mvua yanasababishwa na kiasi kikubwa cha haya mambo. Nikubaliana naye kwa kiasi fulani, lakini nisikubaliana naye moja kwa moja, kwani kusema hivyo ni kujaribu kuipua serikali lawama za mambo ambayo yametokea, kwamba hatuna walimu, hatuna nini, hatuna shule, hatuna nini. Tusijaribu kufanya hivyo na kuwabebesha watoto wao lawama. Ni mambo ambayo serikali lazima ijivae swala hilo na nini, lakini vile vile tumeshindwa kudhibiti na kusimamia na kuupenda utanzania wetu kwanza. Tumeshindwa kuupenda utanzania wetu kwanza, na narudi hapo, tumeshindwa kuupenda utanzania wetu, tunautukuza uzungu, kitu ambacho tunauzika utamaduni wetu wa Kitanzania. Na mtu anaudharau utamaduni wake, mtu anaudharau nyumbani wake, mimi sina jina jingine la kuwaita zaidi ya kuwaita mwenda wazimu, zaidi ya kuwaita mjinga, zaidi ya kuwaita mpumbavu. Ndio wanaotuletea matatizo haya. Samahani sana kwa maneno yangu makali. Sawa sawa. Ndio vijana wengi tulivyo, tunaukataa Utanzania, tunautukuza uzungu, kitu ambacho ni ujinga na mwenda wazimu. Ndio maana siku hizi unakuta mtoto mdogo anavaa mlegezo, baba kanyoa kiduku, unategemea nini? Mama kavaa nguo yenye miguu fupi, mtoto kavaa nguo iliyombana, anatembea uchi, unategemea nini? Ni kuudharau Tanzania kwa kuutukuza uzungu. Ni kitu ambacho tunatakiwa kama vijana tukemee kwa nguvu zote. Unakutana na kijana yuko kakaa sebuleni na baba yake wanagongeana sigara, kitu cha ajabu kabisa, mwenda wazimu mkubwa sana huko. Unakuta mama na mtoto wamekaa baa, kitu cha kijinga kabisa, cha kipumbavu. Tukikemee ni maadili ambayo tunavunja taifa letu, tunavunja misingi iliyotuachia wazee. Hebu sasa turudi kama vijana, tuangalie masuala ya msingi ya kulipeleka taifa letu mbele, tuachane na upuuzi na ujinga huu tunaofanya. Kijana mdogo anatembea uchi, inanikera sana ndugu yangu. Yaani hebu naomba niishie hapo, niwachie pengine mtarehe kuzungumza, sababu ni mambo yanayotia hasira sana. Sawa sawa. Ngowi kwa kweli ameongea kwa jazba, ameguswa na mambo yanayoendelea. Kwa haraka haraka, Ambrose, kwa sababu muda wetu unatukimbia. Kuna huyu Mudi Side wa Chikongola Mtwara. Yeye amesema hivi, kwa kuna watoto ambao wanatoka majumbani kwao vizuri tu, lakini wanaenda kuharibikia aidha mavyuoni au mashuleni huko wanakokwenda. Ili kwa haraka haraka unazungumzaje kabla tujaje kwa huyu bwana Ngowi wa Dodoma? Mimi nafikiri Ngowi na Side wote ni waeke pamoja kwa sababu wanashabiana hivyo. Na watu wengi kama tunapata trauma vile kuona tabia za watu, lazima tubadilike sisi. Niseme kwa mfano, nilisema mwanzo, kijana unayemzungumzia, wanazungumzia kijana na huwezi kuniambia mtoto wa miaka 2, 3, 4 mpaka 6, 7 wanaweza kuta barabarani amevaa vile wanavyozungumzia. Ni kwamba wanaozungumziwa ni wale tunaowaona kwenye miaka hii 17, 18, 15, 16 ambao tunajua kwamba tayari walishatoka katika kundi fulani. Sida ameongea kitu kizuri kwamba kuna swala sasa ameshatoka kwenye familia, ndipo sasa anaingia katika maendeleo ya kwake, kama nilivyosema saikolojia na maendeleo ya kwake, kwamba elimu ni moja ya maendeleo. Sasa tunaamini kwamba anapotoka katika ile familia ya kwake, kwa mfano kuna msemo mzuri ambao anasema mke wa rais, mama sema Kikwete, mtoto wangu ndio mtoto wako. Ile ni kitu kikubwa sana, it's a comprehensive thing, kwamba ukiweza kuifanyia kazi vizuri utaona kwamba hata mtoto wako akitoka Dar es Salaam kwenda Iringa au kwenda Morogoro, utegemei mabadiliko, kwa sababu atakayetoka Mwanza, Shinyanga, tunaamini wote watakuja katika maadili mizuri na misingi. Lakini hatukatai swala la saikolojia kwamba kuna kundirika hatuwezi kuliacha. Ni watu ambao wanahitaji uangalizi, na ndio maana wataalamu tupo wataalamu. Lakini sasa tunaamini kwamba kundirika halitaweza kuwa na changamoto nyingi sana endapo kama watakuwa wamejengwa katika misingi mizuri. Kwa mfano, tuna tatizo la timu zetu hatufanyi vizuri, Taifa Star na vitu vingine. Lakini hamna mtu, hatuwezi kwenda kuangalia Taifa Star. Tunaanza kurudi chini sasa, kuangalia sasa kwamba kuna ligi gani, watoto tunawaandaa vipi mpaka wanafika. Kama unavyoona rais ametia nguvu sana kwenye swala mpira. Kije tunafanyaje? Sasa hatuwezi kufanya kitu. Watu wanabaki kuilaumu Taifa Star, huwezi kuilaumu. Kwa hiyo usikae ukienda kumlaumu kijana unayemuona leo
tunaangalia kule shina liko na namna gani. Kwa hiyo sasa, mfano huu mradi wa afya ya uzazi alivyosema kwamba wanatakiwa wahusishwe walimu, wahusishwe vitu gani, huu mradi umehusisha kada zote, serikali, watu wa dini, walimu na mpaka na asasi zingine. Ndio maana unatuona sisi tupo, kwamba hata AMREF wenyewe wameona kwamba sasa tunahitaji hawa wataalamu wafiki kukaa na vijana. Ndio maana umeona huduma lukuku zinazofanya. Je, wangapi wanafika kupata hizo huduma? Sasa nani alaumiwe? Sasa unaona kwamba mashirika, fedha nyingi zinatumika labda tuseme kulipa watu kwa ajili ya kukupa huduma mathalan. Je, wazazi wangapi wanampeleka ule mtoto sasa kupata hayo mahitaji kuweza kwamba tunarekebisha. Sasa ukifika kwamba mzazi anapolea mtoto anapata na huduma ya zaidi, namna wewe ya kumlea. Mfano mwingine tuiangalie wizara yetu ya habari kwa vijana. Wametengeneza mkakati ambao unaitwa stadi za maisha. Kwa mfano nikimuuliza mtu leo, mzazi ni upi mwenye hicho kitabu cha stadi za maisha, au nikienda serikali za mtaa nikakuta kitabu cha stadi za maisha ambazo serikali kimetengeneza kwa ajili, kina mtiririko mzima wa kumsaidia kijana namna ya kuanzia ujana wake mpaka atakapokuwa mtu mzima, zile mipangilio. Watu wangapi, shule zipi ambazo za serikali zimechukua? Lakini kuna mtu ambayo tumeathirika, naweza kusema kama kwa namna fulani, serikali ni nini? Unajua, usipojua maana ya jambo linaweza likakusumbua. Mimi ninachoamini kama John, serikali mimi na wewe. Kwa mfano, shule za kata. Shule za kata ni shule ambayo iko karibu kwetu, na wanaotoa huduma pale shuleni ni sisi wa karibu, si ndio? Tunahitaji waziri, rais, katibu mkuu aende kwenye shule ya kata. Shule ya kata ni mimi na wewe kuitengeneza yale mazingira ambapo tumeona changamoto hii na hii. Sasa watu tunashindwa, ambao tunawalisha watu sumu. Serikali lazima tuwe na maana katika maendeleo, kwamba serikali maana yake ni nini, lipi serikali inatakiwa lifanye, lipi ambalo mimi kama serikali ninatakiwa nilifanye. Kwa hiyo hilo ndilo la msingi ambalo nimeona nichanganye hapa. Lakini kuendelea kutoa shutuma nini ni kuleta usiasa ndani ya tiba au siasa ndani ya afya. Hizi ni kitu ambacho kinahitaji utaalamu zaidi. Ndio maana nasema huduma hizi ni bure na changamoto kubwa iko katika swala zima la afya. John, tupokee simu ya mwisho tufunge kipindi. Naona muda wetu umeshatupa mkono. Hello? Punguza sauti ya TV yako. Punguza sauti ya TV yako tafadhali. Punguza sauti ya TV yako tafadhali. Unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Manyara. Unatoka Manyara? Ndio. Simu yako ina mwingiliano. Karibu. Tatizo ambalo naona mimi ni kwa wazazi. Kwamba tumefikia hatua ambao wazazi wamekuwa na matatizo ya kuchangia watoto. Unakuta mtoto mdogo lakini anachukua majukumu makubwa ambayo unakuta labda baba anamkataa mtoto kwamba sio wa kwake, au mama anasema mtoto sio wa kwake kwa sababu ya mahusiano ya wazazi husika, labda mama anataka kuolewa au baba anamtangulia. Kwa hiyo mtoto anajikuta anaanza majukumu makubwa akiwa mdogo. Kwa hiyo anaanza kuathirika kisaikolojia tangu akiwa mtoto mdogo. Sasa huyu kumbadilisha kisha kuwa mtu mzima inakuwa ni tatizo kubwa. Sasa sijui kwamba naweza kutushauri vipi kuhusu hawa watoto ambao wameshaathiriwa wakiwa wadogo sana. Inapofika umri mkubwa unamsaidiaje? Kwa sababu utakuta ameshaathirika sana. Kumrudisha kwenye hali ya kawaida inahitaji utaalamu wa hali ya juu sana, na wengine wengi tuko huku mikoani. Vituo kama hivi vimeanzishwa huko kwenye miji mikubwa kama Dar na kadhalika. Lakini sasa hawa watu wengi ambao wanafanya vituo kama hivi wako huku mikoani, na utakuta vijana wakubwa wenye miaka 20-30 wana vitu ambao viko rohoni mwao kwa muda mrefu, kwenye vichwa vyao kwa muda mrefu. Anaishi na familia lakini alishaathiriwa tangu utoto. Kwa hiyo unakuta migongano kwenye familia haishi kwa sababu kichwa kilishafurugwa tangu utoto. Sasa mnatusaidiaje kuhusu watoto kama hao? Watapataje msaada walioko huku mikoani kwa ajili ya kupata faida hizi ambazo mnazipata nyamba? Aya, asante. John, kwa haraka tuna dakika 2 tu zimebakia. Hebu mjibu huyo bwana. Okay, naomba nijibu tu. Kwa swala zima la afya, mradi wa afya uzazi unapatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni na Ilala, na pia huduma zinapatikana Iringa, kwa ambayo kituo kiko kule cha Umati. Lakini sisi kama wataalamu ambao nimetaja, wataalamu wote hao tunaisaidiaje jamii ambao hawatuwezi kufikika. Huduma hizi tunajengea uwezo wa walimu
kwa mfano kitu cha kuweza kufanya uchunguzi, kwa sababu lazima mwalimu awe na uwezo wa kuweza kuitambua tabia ya mtoto, na kuitambua tabia itakusaidia wewe kutoa mahusiano. Lakini itoe wito pia kwamba walimu, wazazi wanavyoenda shuleni kuongea na walimu, tunaomba maelewano yao yawe kidogo yana nidhamu, kwa sababu namna mzazi unavyoenda shuleni kuwa na mahusiano mazuri na mwalimu ni namna unavyoweza kupata matokeo mazuri na mtoto. Kwa hiyo tusijenge dhana mbaya kwa walimu, lazima mzazi naye atengeneze mazingira. Jambo lingine, tunaamini wafanyakazi wengi hasa mijini wako makazini. Kwa hiyo na maana wana familia kwao, kama wizara au taasisi ina wazazi pale. Kwa hiyo pia tuna njia namna ya kuwasiliana na human resource, tunasema sijui rasilimali watu. Kwa hiyo wanaweza kuwasiliana na sisi, tuna utaratibu wa kuwasiliana nao kwa ajili ya kutengeneza sasa swala zima kwamba tunafahamu. Kwa mfano kuna kitu kinachoitwa family day. Wizara nyingi, serikali, taasisi zinafanya. Lakini ukijaribu kufanya uchunguzi, family day, watoto wanaopelekwa kwenye family day ni wale ambao wana lebo nzuri kwamba anakuwasilisha wewe kama mzazi, baba, mimi ni manager wa benki au ni manager wa nini. Kwa hiyo benki na taasisi zingine tuko na utaratibu kwa kutumia wataalamu kuweza kutengeneza zile familia, ya mkakati mzuri ambao tunaweza kuwasiliana na taasisi hizo kuwasaidia sasa kutengeneza hiyo mikakati. Tunafanya kitu kinachoitwa biopsychosocial assessment. Manake ni biological, psychological and social. Tabia ni kama ugonjwa unavyoona kitu kingine. Kwa hiyo kina tiba zake, lakini kina mlolongo, is a process. Kwa hiyo tunachoomba ni ushirikiano kati ya wazazi, ushirikiano na taasisi zingine, kwa ushirikiano na health insurance. Kuna bima za afya ziko nyingi ambao wanatoa huduma hizo. Kwa hiyo wakiwasiliana na sisi wataalamu, nafikiri kwamba tuna uwezo wa kuwatengenezea sasa namna ya kuweza kuwasaidia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi kwa jumla nitoe wito kwa vijana wangu kwamba nafikiri kuanzia leo huduma wafike wapate huduma bure za shule. Lakini kitu kingine ambacho ni wale ambao wana shida, kuna watu wengine wana matatizo sana ya hesabu shuleni, ufaulu wa hesabu kidogo ni shida. Kwa hiyo tunaamini ni difficulties au learning disorders, tunawaomba wafike ili tuweze kutengeneza mazingira nao. Nashukuru sana. Ambrose, umemaliza. Mimi kwa kweli sina la ziada, na kushukuru sana kwa kufika Channel 10, lakini kwenye kipindi cha Baragumu. Mimi nashukuru sana kitu ulichokizungumza. Nafikiri watazamaji wetu ambao pengine watawaambia na wenzao, maana kwa hivyo sema kupata daktari bingwa si kitu cha mzaha. Kwa wale ambao washai kutafuta daktari bingwa kwa tatizo lolote, wanajua kasheshe lake la kumpata daktari bingwa. Mimi nawatakia kila laheri bwana, endeleeni kuisaidia taifa letu la Tanzania, manake hiyo ndio nguvu kazi yetu. Mtazamaji wa Channel 10, mpaka hapa mimi nahitimisha kipindi cha Baragumu kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa wale ambao wamepiga simu, shukrani kwa wale ambao bahati mbaya mawasiliano yako mazuri, lakini shukrani kwa wale wote ambao wamewezesha kufanikisha kipindi hiki, kuanzia chumba chetu cha kurushia matangazo, watu wetu kule wa masuala ya IT. Shukrani na kwa nyinyi wote mliofuatilia kipindi hiki. Nawatakia siku njema. Thank you.